Dakika 90 za mchezo wa Simba na Yanga zimeonyesha kuwa mzani umebalansi hadi sasa msimu huu baada ya mechi ya Kariakoo Derby kati ya Simba na Yanga kumalizika kwa sare ya mabao 2-2 katika mechi ngumu iliyopigwa uwanja wa Meja Jenerali Samuyo. Simba imeweka rekodi na kwa timu ya kwanza msimu huu kuifunga Yanga mabao 2 ndani ya dakika 10 baada ya kutawala dakika za mwanzoni za mchezo huo uliohudhuriwa na mashabiki wa wastani. Hii ni mechi ya pili timu hizo zinatoka sare msimu huu wa ligi baada ya mchezo wa mzunguko wa kwanza kumalizika kwa suluhu. Hata hivyo, siku 4 zilizopita Simba Sports Club ilichapa Yanga bao 1-0 na kutoa ubingwa wa kombe la Muungano, ikiwa ni mara ya kwanza inatoa ubingwa huo baada ya kupita miaka 2. Simba ambayo ilianza mchezo wa jana bila mshambuliaji asilia baada ya Selemani Mwalimu kuanzia benchi iliwahitaji dakika 2 tu kufanikiwa kupata bao la kwanza kupitia kwa kiungo mshambuliaji Libase Geye ambaye alipata pasi safi kutoka kwa kiungo mahiri wa timu hiyo Cletus Chama na kufunga kwa ufundi wa hali ya juu. Baada ya bao hilo, Simba iliendelea kutawala kwenye mchezo huo kwa kupiga pasi fupi za haraka na kuonekana kuwachanganya zaidi Yanga. Kama kuna kitu kitabaki kumbukumbu kwenye soka la Tanzania, basi ni bao safi ambalo liliwekwa kimiani na Chama katika dakika ya 9 ya mchezo akipata pasi safi kutoka kwa Elim Panzo Kibisawala. Hili linaweza kuwa bao bora la msimu huu kutokana na ustadi aliouonesha Chama, likiwa ni la 4 kwake kwenye ligi msimu huu. Pamoja na eneo la kuchezea la uwanja wa Meja Isamuyo kutokuwa kwenye mazingira mazuri ya kucheza soka la kuvutia kutokana na mvua ambazo zimekuwa zikiendelea kunyesha jijini Dar es Salaam, Maxi Nzengeli alipiga krosi safi katika dakika ya 17 ambapo beki wa Simba Ismail Tule aliyokuwa mpira huo kizembe kwa kupiga kichwa ambacho kilimgonga Duke Abuya na mpira huo kumwelekea Prince Dube aliyefanikiwa kuifungia timu hiyo bao safi na kuwapeleka wananchi mapumzikoni akiwa nyuma kwa mabao 2-1. Hili ni bao la 9 kwa Prince Dube kwenye ligi akiwa sawa na Faisal Salum Feitoto, wote wakiwa kileleni kwenye chati ya ufungaji. Kipindi cha pili Yanga ilifanya mabadiliko na kumtoa Israel Mwenda na nafasi yake kuchukuliwa na Yao Atola, huku Aurelio Depo akiingia kuchukua nafasi ya Damaro ambaye tayari alikuwa na kadi ya njano. Kuingia kwa mastaa hao kulibadilisha Yanga na kuanza kutawala mchezo huu ambapo dakika ya 51 Bakari Nondo Mwamnyeto alisawazishia Yanga baada ya mabeki wa timu hiyo kushindwa kuokoa mpira uliokuwa ukizagaa langoni mwao. Dakika 25 za mwisho timu hizo zilionekana kushambuliana kwa zamu, huku Yanga akipoteza nafasi za wazi kupitia kwa Dube ambaye alibaki mwenyewe na kipa na kupiga mpira nje, huku upande wa Simba akipoteza nafasi ya bao kupitia kwa Libase Geye ambaye alionyesha kiwango cha juu kwenye mchezo huo. Sare hiyo imefanya Young Africans kufikisha michezo 40 bila kupoteza mechi yoyote kwenye ligi kuu hadi sasa, na hivyo bado utawala wao unaendelea, ikiwa mara ya mwisho ilipoteza msimu uliopita ilipochapa mabao 3-1 na Tabora United. Hata hivyo, kuonesha kuwa mzani umebalansi msimu huu, katika mchezo wa ngao ya jamii Yanga iliibuka na ushinda bao 1-0, Simba ikashinda bao 1-0 kwenye Muungano, lakini mechi zote za ligi zimemalizika kwa sare, ikiwa ni mara ya kwanza kwa kipindi cha hivi karibuni timu hiyo kutoka sare kwenye michezo yote miwili ya ligi kuu bara. Labda mbabe atapatikana kwenye kombe la shirikisho la CRDB. Yanga imeendelea kukaa kileleni kwenye msimamo wa ligi kuu ikiwa